Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali imedhamiria kuendelea kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo ili kuhakikisha Tanzania inaendelea kwa kitovu cha uzalishaji wa chakula katika ukanda wa Afrika Mashariki. Amesema lengo la serikali ni kuendelea kuimarisha usalama wa chakula, kupunguza utapiamlo na kuijenga Tanzania yenye wananchi wenye afya bora, nguvu, kazi imara na uchumi unajitegemea. Ameyasema hayo leo Alhamisi Oktoba 16, 2025 wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya chakula duniani ambayo kitaifa amefanyika mkoani Tanga kwenye uwanja wa shule sekondari Usagara. Na nukuu, pamoja na mipango hiyo, serikali itaendelea kuimarisha mazingira rafiki ya uwekezaji, ushirikiano na ubunifu ili kuhakikisha nchi inakuwa na chakula cha kutosha kwa matumizi ya ndani na ziada kwa mauzo ya nje. Amesema kuwa serikali katika kuhakikisha imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo, iliongeza bajeti ya sekta hiyo kutoka shilingi bilioni 246 mwaka 2020-2021 hadi kufikia shilingi trilioni 1.3 mwaka 2024-2025. Na nukuu, matokeo ya jitihada hizi ni dhahiri, uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani milioni 18 mwaka 2021 hadi tani milioni 22 mwaka 2023-2024, huku kiwango cha utoshelevu wa chakula kikiongezeka kutoka 114% hadi 128% mwaka 2024-2025. Kadhalika, Mheshimiwa Majaliwa amewasihi vijana nchini wajikite zaidi katika kilimo, ufugaji na uvuvi wa kisasa kwa kuwa sekta ya kilimo ni tegemeo kubwa la ajira. Na nukuu, serikali imeweka mazingira mazuri ya mikopo, ruzuku na huduma ya ugani ili vijana wawe sehemu ya mapinduzi ya kilimo chenye tija. Pia Mheshimiwa Majaliwa amewahimiza wakulima, wafugaji na wavuvi kuhakikisha kuwa baada ya mavuno waongeze thamani ya mazao kupitia usindikaji na ubunifu badala ya kuuza mazao hafi. Na nukuu, ukiongeza thamani kipato kinakuwa kikubwa zaidi na kinaimarisha usalama wa chakula na kupunguza upotevu wa mazao unaosababisha hasara kwa wazalishaji. Mheshimiwa Majaliwa pia aliipongeza sekta binafsi pamoja na mashirika ya kimataifa kwa kuwezesha wakulima wengi kufikia teknolojia za kisasa, mikopo nafuu na huduma za ugani zilizo bora zaidi. Na nukuu, ninawashukuru pia wadau wa sekta binafsi wakiwemo wazalishaji wa pembejeo, viwanda vya usindikaji, taasisi za fedha na wajasiriamali wadogo ambao wanashiriki kikamilifu katika kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mazao yanapata masoko yenye uhakika. Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kwa sasa kutoka tani milioni 18 zilizokuwa zinazalishwa mwaka 2020. Sasa hivi tunazalisha tani milioni 22. Huku kiwango cha utoshelevu wa chakula ndani ya nchi kimeongezeka vile vile kutoka 114% hadi 128% kufikia mwaka huu. Hii inaonyesha kwamba Watanzania sasa tunazalisha chakula cha kutosha kwa matumizi ya ndani, lakini pia tuna ziada tunaweza tukapeleka hata nje ya nchi. Mafanikio yote haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6. Tunataka tuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya uzalishaji wa chakula na lishe hapa nchini ili kila mmoja apate huduma ya chakula. Serikali itaendelea kuwekeza katika tija kwenye utafiti, teknolojia na thamani za mazao yenyewe kuhakikisha kwamba kila anayeshiriki kilimo, kila anayeshiriki uvuvi, kila anayeshiriki kwenye mifugo ananufaika na kazi hiyo anayoifanya. Lengo letu chakula kiongezeke, tuondoe njaa, wananchi waishi wakiwa na lishe bora, wakiwa na afya njema, lakini wawe na kipato cha uhakika. Haya ndio malengo ya serikali yetu ya awamu ya 6. Serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya mwongozo wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeshafanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya kilimo. Kwanza kuongeza bajeti yake, na imeshatoa zaidi ya bilioni 246 kutoka mwaka 2026 2021 na sasa bajeti yake ni shilingi trilioni 1.3. Ongezeko hili ni kubwa sana, limewezesha kuimarisha kwa utafiti wa kilimo, upatikanaji wa pembejeo bora, huduma za ugani na upanuzi wa miundombinu ya umwagiliaji kote kwenye mabonde hapa nchini. Nataka niwahimize wakulima, wafugaji na wavuvi, hakikisheni baada ya kuvuna mazao haya tuyaongezee thamani kupitia usindikaji na ubunifu wa uhifadhi
badala ya kuuza kama yalivyo, ukiongeza thamani na kipato kinakuwa kikubwa zaidi na kinaimarisha usalama wa chakula. Unaweza kuhifadhi kisiharibike. Nimeona pia baadhi ya vyakula pale kwenye mabanda kadhaa wamevuna mahindi lakini wamesaga umekuwa unga. Unauhifadhi unga, umeongeza thamani. Wale wanaosaga samaki, minofu ya samaki, wametengeneza minofu vizuri kabisa inahifadhiwa badala ya kumtuza samaki mzima ambaye ana matumbo na maeneo ambayo yanaanza kuoza mapema. Ni lazima sasa tulinde mazingira yetu sote kwa pamoja, kwa maana ya kutunza ardhi itakayokuwa inazalisha chakula. Uharibifu wa ardhi kwa kuchoma moto bila sababu lazima tukemee. Ukataji miti holela, tunakosa mvua, lazima tukemee. Uchafuzi wa vyanzo vya maji na kutishia ukame, lazima tukemee. Na wataka wananchi wote, vijana, kuwa mstari wa mbele katika kulinda mazingira na kuhimiza matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira tulionayo. Kwa sekta nzima ya kilimo kupitia Wizara ya Kilimo, kwanza mjue kwamba Tanzania inategemea kilimo kwa ndio mkombozi wetu. Na kilimo mbali ya uzalishaji wa chakula lakini pia ni ajira. Napenda kuwasihi vijana nchini mjikite zaidi katika kilimo, ufugaji, uvuvi na uwe wa kisasa. Serikali imeweka mazingira mazuri kwa sasa hivi kupata mikopo kuanzilisha mashamba, kupata mbegu na kuanza kulima shamba. Lakini ruzuku kwa taasisi ambazo zinapewa ruzuku na huduma za ugani zinapikishwa mpaka vijijini. Tunahakikisha maafisa ugani wanakuwepo. Lengo ni kukuwezesha wewe mwananchi kushiriki kwenye kilimo, mifugo na uvuvi kwa tija na kukuletea manufaa. Niwashukuru pia wadau wa sekta binafsi wakiwemo wazalishaji wa pembejeo, viwanda vya usindikaji, taasisi za fedha, wajasiriamali wadogo ambao mnashiriki kamilifu katika kuongeza tija kwenye uzalishaji na kuhakikisha mazao yetu yanapata masoko yaliyo ya uhakika. Ushirikiano huu kati ya serikali na sekta binafsi, mashirika ya kimataifa umewezesha wakulima wetu wengi kufikiwa na teknolojia za kisasa, mikopo nafuu na huduma za ugani zilizo bora zaidi. Nitoe mfano wa mkoa wa Tanga kwenye zao la mkonge ambalo lilishapotea. Tulifanya jitihada kuhamasisha, lakini tukaungwa mkono na marafiki zetu mashirika ya kimataifa. Tumelirudisha zao la mkonge Tanga na limeanza kuleta manufaa zao hili. Tumeanza kuona nyuzi pia zinatandikizwa kutoka kwenye mkonge, magunia yatoka kwenye mkonge, lakini maji yake yanatumia kutengeneza madawa mbalimbali, lakini yale makapi ya mkonge ni mbolea tosha. Yote haya ni matokeo ya ushirikiano na sekta binafsi pamoja na mashirika ya kimataifa. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweri amesema kuwa kazi kubwa imefanywa na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika uwekezaji kwenye sekta ya kilimo iliyowezesha kuifanya nchi kuwa na usalama wa kutosha chakula. Naye mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Susan Namondo ameipongeza Tanzania kwa hatua kubwa iliyoipiga katika masuala ya kilimo pamoja na usalama wa chakula, na nukuu: kupitia uongozi bora na uwekezaji, Tanzania imeongeza kiwango cha uzalishaji wa chakula na kuwezesha nchi hiyo kupiga hatua kubwa katika utoshelevu wa chakula. Hii inaonyesha Tanzania iliyo mchangiaji mkubwa katika usalama wa chakula Afrika Mashariki. Ameongeza kuwa chakula si swala la uzalishaji pekee, bali linahusu watu na mfumo mzima wa chakula unaunganisha kile tunacholima, namna tutakavyovichakata na iwapo mfumo huo ni mzuri kwa ustawi wa binadamu pamoja na kulinda mazingira yetu. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni, na nukuu, tuungane pamoja kupata chakula bora kwa maisha bora ya baadaye, ambayo inasisitiza kuwa masuala ya lishe bora, utunzaji wa chakula na matumizi sahihi ya mazao ya chakula ni jukumu la kila mmoja. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Food Day 2025 under the theme Hand in Hand for Better Food and a Better Future. We are reminded that food is not just about production. It is about people, planet, and prosperity. It is about the entire food system that connects what we grow
how we process it, and whether that system nourishes both our people and our environment. Allow me to start by commending the government and the people of the United Republic of Tanzania for the tremendous strides made in agriculture and food security. Through leadership and investments, Tanzania has increased food production and moved impressively towards its national food sufficiency. This progress shows what can be achieved when policy, science, and community come together. It also shows Tanzania's role as a regional contributor to food security in East Africa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.